Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imetoa tamko kali ikikemea kile ilichokitaja kuwa ni kitendo cha uchokozi wa kijeshi kilichofanywa na Marekani dhidi ya Venezuela. Katika taarifa hiyo, Urusi imeeleza wasiwasi wake mkubwa juu ya hali ya usalama katika eneo hilo na kutoa wito wa pande zote kujizuia ili kuepusha kuongezeka kwa mgogoro. Kwa mujibu wa wizara hiyo, visingizio vinavyotolewa na Marekani kuhalalisha hatua hizo havina msingi wa kisheria wala wa kisiasa. Urusi imesisitiza kuwa hoja zinazotumika hazikubaliki na zinachochea hali ya uhasama baada ya kuchangia suluhu ya amani. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kile kinachoonekana ni uhasama unaoendeshwa na misimamo ya kiitikadi, ambapo chuki na maslahi ya kisiasa yamepewa kipaumbele kuliko busara ya vitendo na diplomasia. Urusi imeonya kuwa mtazamo huo unaharibu juhudi za kujenga mahusiano ya kimataifa yanayozingatia imani, heshima ya pande zote na utabirika katika maamuzi ya kisiasa na kijeshi. Aidha, Moscow imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuzingatia kwa makini athari za hatua za kijeshi dhidi ya nchi huru, ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa na uhuru wa mataifa. Urusi imeonya kuwa kuendelea kwa hatua za kijeshi kunaweza kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu na kuzidisha machafuko katika eneo la Amerika ya Kusini. Kwa ujumla, Urusi imesisitiza kuwa njia pekee ya kudumisha amani na utulivu ni kupitia mazungumzo, diplomasia na kuheshimiana kati ya mataifa badala ya matumizi ya nguvu za kijeshi ambazo zinaweza kuathiri usalama wa kikanda na wa dunia kwa ujumla. Kauli ya Urusi imekuja mapema kabisa kufuatia tukio la mashambulizi katika taifa la Venezuela katika mji mkuu wa Caracas, ambalo limeidhinishwa na Rais wa Marekani Donald Trump na kutekelezwa na jeshi la anga la Marekani. Hivyo, Urusi imelaani vikali uchokozi wa Marekani kwa kuleta vurugu katika taifa la Venezuela, huku ripoti zikieleza kwamba rais wa taifa hilo Nicolas Maduro pamoja na mke wake tayari wamekwisha shikiliwa na kikosi cha makomando cha Marekani, na Trump ametangaza wazi kwamba wanamshikilia Rais Maduro na atatoa tamko rasmi saa 11 jioni hii leo. Mtazamaji wetu, basi kwa taarifa zaidi usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare ili ufahamu yote ambayo yanajiri huko katika ukanda wa kimataifa.